Leo acha tuelezee Tanzania kwa 80%. Tanzania inapatikana Afrika Mashariki karibu na mstari wa Ikweta. Ni muunganiko wa nchi mbili ambazo ni Tanganyika na Zanzibar. Na ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Inapakana na Kenya na Uganda upande wa kaskazini. Kusini inapakana na nchi ya Zambia, Malawi na Mozambiki. Magharibi inapakana na nchi ya Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na upande wa mashariki inapakana na Bahari ya Hindi. Tanzania ina mikoa 31, Tanganyika ikiwa na mikoa 26 na Zanzibar ikiwa na mikoa 5. Dodoma ndo mji mkuu na unapatikana katikati mwa Tanzania, unatumika hasa katika shughuli za utawala. Dar es Salaam ndo mji mkuu wa kibiashara na una wakazi zaidi ya milioni 7.78. Unapatikana uwanja wa ndege mkubwa wa Mwalimu Julius pamoja na bandari ya Dar es Salaam. Miji mingine ni Mwanza, Mbeya na Arusha. Kijiografia, Tanzania inapitiwa na bonde kubwa la Ufa ambalo linaitwa East African Rift Valley. Pitio hili la bonde la Ufa linasababisha kuwepo kwa milima mingi ya volkano. Mlima maarufu duniani ni mlima Kilimanjaro na ndo mlima mrefu barani Afrika. Pia ndo mlima mrefu uliosimama wenyewe duniani. Mlima Kilimanjaro una aina 5 tofauti za tabia ya nchi zilizosababishwa na urefu wake, kama jangwa, misitu na nyingine. Pia pitio la bonde la Ufa limesababisha kuwepo kwa maziwa makubwa matatu hapa kwetu. Ziwa Victoria ndo ziwa la kwanza kwa ukubwa barani Afrika na ziwa la pili duniani kwa kuwa na maji safi, na inasadikika ndo chanzo kikuu cha mto Nile. Ziwa Tanganyika ndo ziwa lenye kina kirefu barani Afrika na la pili duniani baada ya ziwa Baikali. Na la mwisho ni ziwa Nyasa ambalo linatenganisha kati ya Tanzania na Malawi, sometimes linaitwa ziwa Malawi, linalopakana na ziwa Rukwa. Mto mrefu hapa Tanzania ni mto Rufiji. Una urefu wa kilomita 600 na ndo mto pekee unaomwaga maji baharini. Inachangia uwepo wa wingi wa misitu ya miti aina ya mikoko ambayo inaota kando mwa bahari. Kaskazini mwa Tanzania linapatikana ziwa hatari zaidi kuliko yote duniani ambalo ni ziwa Natron. Maji ya ziwa hili yanaonekana katika rangi nyekundu na kubadilisha miili ya ndege na wanyama kuwa kama maiti za Waegypti wa zamani. Ni ziwa lenye chumvi nyingi na lina kiwango kikubwa cha kemikali itwayo alkaline na madini ya sodium carbonate. Hivyo naamini kwamba wanyama wote wanaopatikana Afrika hapa kwetu Tanzania tunao. Tuna jumla ya idadi za hifadhi za taifa 22. Hifadhi ya taifa ya Gombe ni maarufu kwa utalii wa utafiti na usomaji wa sokwe. Pia tuna maeneo mazuri ya kutembelea hapa kwetu ambayo yanavutia zaidi kama Serengeti na Ngorongoro. Serengeti ni hifadhi bora barani Afrika ikiwa inaongoza kwa makundi makubwa ya nyumbu wanaohama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Ngorongoro inapatikana kaldera kubwa kuliko zote duniani ambayo ina upana wa kilomita 18 na kina cha mita 610. Ngorongoro Crater ni eneo dogo ambalo linamiliki wanyama wengi na wazuri. Na ndio eneo la pekee duniani ambalo unaweza kaona Big 5 animals kwa muda mchache na siku moja. Tanzania ina utajiri mkubwa wa madini kama dhahabu, diamond, chuma, shaba, uranium, mkaa, gesi na tanzanite. Hekta zaidi ya milioni 335 zimehifadhiwa kama misitu ya asili na misitu ya kupanda. Hali hii husababisha mavuno ya mbao ya miti aina mbalimbali. Maeneo mengine hutumika katika shughuli za kilimo na ni moja ya nchi ambazo zinapokea mvua nyingi na hali hii husababisha ukijani. Tanzania ina wakazi zaidi ya milioni 67.44 ikishika nafasi ya 5 barani Afrika kwa kuwa na wingi wa watu. Upande wa Tanganyika kuna wakazi zaidi ya milioni 65.54 huku Zanzibar ikiwa na wakazi zaidi ya milioni 1.89. Tanzania kuna makabila 120 ila wote tunaunganishwa katika lugha ya Kiswahili. Makabila maarufu kwa utalii kama Masai, Datoga na Hadzabe. Pia wanapatikana wageni ambao ni Waarabu, Wahindi na Wazungu. Kiswahili ni lugha ya taifa ya Tanzania ila Kiingereza hutumika kufundishia shuleni na vyuoni. Upande wa Zanzibar hutumia hasa Kiswahili na Kiarabu. Asilimia 61.4 ya Watanzania ni Wakristo na asilimia 35.2 ni Waislamu, huku asilimia 95 ya Wazanzibar wote ni Waislamu. Kiufupi, Tanzania tuna utajiri wa tamaduni, vitu vya asili na vyanzo vya kipato. Na kukumbusha tu, wataalamu wa afya wanasema safari ya porini inaboresha afya ya akili yako. Asanteni kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Jafari na ni mwongoza watalii.